Hujambo mtazamaji wa Zone Media, kwa mara nyingine tena nilikwambia leo kwamba leo kuna taarifa nyingi sana ambazo zinajiri huko Mashariki ya Kati. Mara tu baada ya Marekani kufanya mashambulizi, muda mfupi baadaye Iran imethibitisha kuharibu ghala la silaha na rada za Marekani nchini Kuwait. Nilikwambia jana katika taarifa kwamba Kuwait ni moja kati ya nchi ambayo inaathirika sana na mashambulizi ya Irani katika mzozo huu mpya ambao umeibuka. Hapa taarifa inasema jeshi la Iran limedai kuwa limefanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za kujitoa muhanga dhidi ya vituo vya kijeshi vinavyotumiwa na Marekani nchini Kuwait, ikisema mashambulizi hayo ni sehemu ya operesheni yake iliyopewa jina la Operation Thunderbolt. Kwa mujibu wa ofisi ya mahusiano ya umma ya jeshi la Iran, mashambulizi hayo yalilenga ghala la kuhifadhi silaha na risasi katika kambi ya Al-Adil pamoja na rada ya mfumo wa ulinzi wa anga wa Patriot na rada nyingine ya anga iliyoko katika kituo cha jeshi la anga cha Al-Salem. Iran imesema kambi ya Al-Adil ambayo ipo takribani kilomita 104 kutoka mpaka wake ni kituo muhimu cha msaada wa kijeshi na upangaji upya operesheni za vikosi vya Marekani. Kwa mujibu wa Tehran, kuathirika kwa kambi hiyo kunaweza kuvuruga shughuli za usafirishaji na vifaa vya ugavi wa vifaa na ugavi wa kijeshi wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Aidha, jeshi la Iran limeeleza kuwa kituo cha jeshi la anga cha Al-Salem ni kitovu muhimu cha usafiri wa anga na lango kuu la kuingia kwa wanajeshi wa Marekani katika eneo la Asia Magharibi, hivyo kukifanya kuwa sehemu muhimu ya mkakati wa kijeshi na ugavi wa Marekani. Hata hivyo, hadi sasa Marekani na mamlaka za Kuwait hazijatoa taarifa rasmi kuthibitisha madai hayo ya Iran. Taarifa hii kutoka kwa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran imeripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari kutoka huko nchini Iran, ikiwemo shirika la habari la Mehri, lakini pia na vyombo vingine vimeweza kuripoti mashambulizi haya ambayo yamefanyika huko nchini Kuwait, ambapo wamefanikiwa kushambulia kambi mbili. Kambi ya kwanza ni kambi ya Al-Adil iliyoko umbali wa kilomita 104 kutoka mpaka wa Iran, lakini pia kambi nyingine ni kambi ya Al-Salem, moja kati ya kambi muhimu zaidi inayoholdi wanajeshi wengi pale nchini Kuwait, lakini pia ni kitovu cha uingiliaji wa wanajeshi wa Marekani katika ukanda wa Asia Magharibi, kwa sababu Kuwait ni moja kati ya nchi ambayo Marekani imewekeza sana katika kambi zake za kijeshi. Hivyo ndio maana inakumbana na mashambulizi mengi kuliko kawaida. Na jana nilikwambia katika mazungumzo yangu kwamba Kuwait ni moja kati ya nchi ambayo imeathirika sana na vita hivi vya awamu nyingine kati ya Marekani pamoja na Iran. Basi mtazamaji wetu, hapa nitakujuza yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Cha msingi ni kuweza kuwa karibu nasi kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.